Watu wengi wanafikiri IQ ni hesabu au kufikiri kwa logic tu, lakini saikolojia inathibitisha kuna aina 5 za IQ, akili. Leo tutaenda kuichambua akili ya binadamu katika tabaka 5 tofauti. Kila tabaka lina nguvu yake, lakini nakuahidi kitu kimoja. Ukifika kwenye aina ya 5, aina ambayo ni adimu zaidi na ambayo 95% ya watu hawana, utaelewa kwa nini dunia inaongozwa na watu wachache sana. Usiondoke, kwa sababu mabadiliko ya maisha yako yanaweza kuanza baada ya kuelewa ni aina gani ya IQ unayo na ni ipi unapaswa kuikuza. Kabla hatujazama ndani, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa kila siku. Tayari? Asante. Tuende kazi. Namba 1. IQ ya mantiki na uchambuzi. Logical Analytical IQ. Tuanze na hii ambayo kila mtu anaijua. IQ ya kufikiri kwa mantiki. Hii ndiyo IQ ya darasani. Hawa ni watu ambao ubongo wao unafanya kazi kama kompyuta. Wana uwezo mkubwa wa kuona mifumo, patterns, pale wengine wanapoona vurugu. Hawa ndio wale watu wanaoweza kutatua puzzle ngumu ndani ya sekunde. Wanajua hesabu na wanapenda mikakati. Kwa nini hii ni muhimu? Bila akili hii tusingekuwa na teknolojia. Tusingekuwa na majengo marefu au madaraja. Hii ndiyo akili iliyowapeleka binadamu mwezini. Lakini kuna mtego mkubwa hapa. Shule zetu zimeumbwa kupima aina hii tu ya akili. Mtoto asipojua hesabu anaambiwa hana akili. Lakini ukweli ni upi? IQ ya mantiki inakupa uwezo wa kutatua matatizo yaliyopo kwenye karatasi. Lakini maisha hayako kwenye karatasi. Maisha hayana formula moja ya hesabu. Hapo ndipo watu wengi wenye IQ hii ya juu wanapokwama. Wanajua namba lakini hawajui watu. Namba 2. IQ ya lugha na ushawishi. Verbal Linguistic IQ. Sasa fikiria kuhusu mtu anayeweza kuongea na ukajikuta unamwelewa kila kitu hata kama mada ni ngumu kiasi gani. Hii ni IQ ya lugha. Hawa ni watu ambao maneno ni silaha yao. Hawatumii hesabu, wanatumia sauti, mpangilio wa maneno na uwezo wa kusimulia hadithi, storytelling. Mtu mwenye akili hii anaweza kugeuza adui kuwa rafiki kwa sentensi 3 tu. Waandishi wakubwa, wanasheria mashuhuri na wasemaji wa hamasa, motivational speakers, wanamiliki IQ hii. Wanajua jinsi ya kupaka rangi picha kwenye akili yako kwa kutumia sauti tu. Umeshawahi kukutana na mtu ambaye ukimsikiliza unajihisi una nguvu mpya, au mtu anayeandika ujumbe na ukajikuta unalia au unacheka? Hiyo sio bahati mbaya. Hiyo ni IQ ya juu sana ya lugha. Kwao, lugha sio tu chombo cha mawasiliano, ni chombo cha kutawala hisia na mawazo ya wengine. Namba 3. IQ ya kuona kwa picha. Spatial Visual IQ. Sasa twende kwenye aina ya 3, IQ ya macho ya ndani. Hii inaitwa Spatial Intelligence. Kuna watu wao hawafikiri kwa maneno wala namba, wanafikiri kwa picha. Mtu wa aina hii akiangalia kiwanja tu anaweza kuona ghorofa lililokamilika likiwa na rangi zake na madirisha yake. Mifano ya maisha halisi: wahandisi, wabunifu wa mavazi, designers, na wachoraji. Lakini pia madereva wa magari ya mashindano F1 na marubani wana uwezo wa kugeuza vitu kichwani mwao katika pande 3, 3D. Hawa ndio watu wanaotengeneza vitu ambavyo sisi wengine tunasema haiwezekani. Elon Musk kwa mfano ana IQ kubwa sana ya aina hii. Anaweza kuona roketi ikitua kabla hata haijatengenezwa. Swali langu kwako mtazamaji, je, wewe ukifumba macho unaweza kuona ndoto yako kwa rangi zote na maelezo yote? Kama jibu ni ndio, basi unayo IQ hii. Namba 4, IQ ya hisia, Emotional Intelligence, EQ. Hapa ndipo mchezo unapoanza kuwa mgumu. Hii ni IQ ya hisia au EQ. Wataalamu wa saikolojia wanasema IQ inakupa kazi, lakini EQ ndio inayokupandisha cheo. Mtu mwenye EQ ya juu ana uwezo wa kufanya mambo mawili makubwa. 1, kujitawala yeye mwenyewe, hajibu mapigo kwa hasira. Anajua akikasirika anapaswa kufanya nini. 2, kusoma watu wengine.
Anaweza kuingia kwenye chumba na akajua mara moja nani ana huzuni, nani ana kiburi na nani anahitaji msaada bila hata kuambiwa neno. Hii ndiyo IQ ya viongozi, leadership IQ. Huwezi kuongoza watu kama huelewi hisia zao. Watu wenye EQ ndio wanaodumu kwenye ndoa, ndio wanaojua jinsi ya kufanya biashara na wateja wenye matatizo, na ndio wanaobaki wametulia wakati kila mtu anapaniki. Lakini pamoja na umuhimu wake wote huu, EQ bado sio aina ya 5. Ile adimu zaidi bado inakuja. Namba 5, IQ ya kujitambua, metacognitive intelligence. Sasa karibu kwenye kilele cha akili ya binadamu, aina ya 5, metacognitive intelligence. Kwa lugha rahisi, hii ni akili inayojiangalia yenyewe. Kwa nini hii ni adimu? Kwa sababu binadamu wengi wako kwenye autopilot. Tunafanya mambo kwa sababu tumezoea, tunakasirika kwa sababu tumezoea, tunaamini vitu kwa sababu tulifundishwa tangu utotoni. Mtu mwenye IQ ya kujitambua anasimama nje ya ubongo wake na kujiuliza, kwa nini ninafikiri hivi? Je, ninaweza kuwa ninakosea? Huu uamuzi ninaochukua ni kwa faida yangu au ni kwa sababu ya ego yangu? Kwa nini hii ndiyo adimu zaidi? Kwa sababu inahitaji kitu ambacho binadamu wengi hawana: unyenyekevu wa akili, intellectual humility. Watu wenye IQ hii hawana hofu ya kuonekana hawajui. Wako tayari kuua mawazo yao ya zamani ili kupata mapya yaliyo bora. Hawa ndio wanafalsafa, wavumbuzi wakubwa na watu wanaoweza kubadilisha tabia zao ndani ya usiku mmoja. Wakati mtu wa kawaida akishindwa, analaumu serikali, wazazi au bahati mbaya. Mtu mwenye IQ hii ya 5 anakaa chini na kuchambua mfumo wake wa kufikiri uliomfikisha kwenye kushindwa. Hawa ndio watu wanaotawala akili zao, na kwa sababu wanatawala akili zao, wanaishia kuitawala dunia. Tunapohitimisha safari hii ndani ya ubongo wako, kumbuka hili: akili sio kitu ulichozaliwa nacho na kikaishia hapo. Akili ni kama msuli, muscle. Unavyoitumia ndivyo inavyokuwa. Labda wewe ni mzuri kwenye hesabu, aina ya 1, lakini unashindwa kuongea na watu, aina ya 2, au labda unaelewa hisia za watu, aina ya 4, lakini hujawahi kujiuliza kwa nini unafikiri unavyofikiri, aina ya 5. Swali langu la mwisho kwako ni hili: katika hizi aina 5, ni aina gani unahisi unayo kwa wingi? Na ni aina gani unahisi unahitaji kuifanyia kazi kuanzia leo? Andika maoni yako hapo chini. Nitapita kusoma maoni ya kila mmoja, na huenda maoni yako yakawa mwanzo wa video yetu inayofuata kuhusu jinsi ya kukuza hiyo IQ ya 5, metacognition. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata maarifa haya ya kisaikolojia yanayoweza kubadilisha maisha yako. Kumbuka, mwenye akili siye anayejua kila kitu, bali ni yule anayejua jinsi ya kutumia akili yake vizuri zaidi. Asante kwa kutazama. Mpaka wakati mwingine. Peace.